Biblia inasema na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, hao akawahesabia haki. Wakristo wengi wana changamoto ya kupambana sana katika kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Wanapambana sana ili wahesabiwa haki. Wanapambana sana labda watoe sadaka nyingi. Wanapambana sana labda watende matendo ambayo ni mazuri sana ili wahesabiwa haki. Mkristo anayejitambua atafanya matendo mazuri kwa kuwa ni asili yake kutenda matendo mazuri, sio kwa sababu ili apate haki mbele za Mungu. Kwa sababu Mkristo yoyote yule ni mtu ambaye alishahesabiwa haki. Watu wengine huwa wanasema katika sala zao kwamba sisi hatustahili kwa lolote, sisi hatuna haki mbele zako ya kufanya lolote. Hiyo sio mentality ambayo Mungu amewekeza ndani yako. Hiyo sio mentality. Hiyo ni hofu ambayo shetani ameweka ndani yako ya kukufanya wewe ujione kama ni mtu usiyefaa. Wewe ni mtu uliyehesabiwa haki. Wewe ni mwenye haki na Mungu amependezwa na wewe akakuhesabia haki. Na Biblia inasema hao akawatukuza. Mungu alishakutukuza. Elewa hicho kitu. Maisha ya Kikristo ya predestination yake ni hatima ya maisha yako ni maisha yenye utukufu. Hiyo ndo hatima ya maisha yako. Kwa hiyo unavyoanza kuona imagination, unavyoyatengeneza maisha yako ndani ya Yesu Kristo, hakikisha imagination yako ni imagination inayokupa picha ya maisha yaliyoinuliwa, maisha yenye utukufu. Kama unaanza kuona maisha yako kama yanakwenda kuangamia, na kuhakikishia hiyo ni mbegu ya wazo la Ibilisi ambalo ameliweka ndani yako.